Iwe kuhani hata milele, hata milele. Iwe kuhani hata milele. Iwe kuhani hata milele, hata milele. Iwe kuhani hata milele. Kwa mfano wa Melkizedeki, kwa mfano wa Melkizedeki, kwa mfano wa Melkizedeki, kwa mfano wa Melkizedeki, mfano wa Melkizedeki. Bwana atainyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, uwe na enzi dhidi ya adui zako. Iwe kuhani hata milele, hata milele. Iwe kuhani hata milele. Iwe kuhani hata milele, hata milele. Iwe kuhani hata milele. Kwa mfano wa Melkizedeki, kwa mfano wa Melkizedeki, wa Melkizedeki. Kwa mfano wa Melkizedeki, kwa mfano wa Melkizedeki, wa Melkizedeki. Toka Sayuni, fimbo ya nguvu zako, uwe na
takatifu leo tunapokusanyika pamoja kama familia ya Mungu, kumshukuru Mungu kwa ajili ya wahitimu wetu. Tunawaombea baraka ya Mungu wanapojiandaa kuhitimu masomo yao na kwenda kutumika kwa ajili ya taifa letu, kwenda kuwakomboa watu walio katika utumwa wa ujinga, umaskini, maradhi na mambo mengine yote. Tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia hao vijana wanaohitimu, basi Roho Mtakatifu awaongoze katika maamuzi mapya, jamii wanaenda kuijenga hiyo jamii kweli ya kizalendo inayojali utu na mahitaji ya watu kwa ujumla. Tukiwa katika kipindi cha Pasaka tunasherehekea ufufuko wa Bwana, tumwombe Kristo aendelee kutujalia tuweze kufufuka naye, tuweze kuzika vilema vya ubinafsi, chuki, tamaa mbaya na mengine yote, tufufuke na Kristo ambaye basi yeye ni mshindi, anaweza kushinda mauti. Tukiwa na nia hiyo sasa tujute dhambi zetu. Tunamwambia Mungu Mwenyezi tusamehe dhambi zetu na tufikishe wote kwenye uzima wa milele. Petro aliwaambia Wayahudi, nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyu mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa.
na siku ile wakaongezeka watu wapatao 3,000. Neno la Bwana. Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akija hivi, alinama na kuchungulia ndani ya kaburi,
akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Nao wakamwambia, Mama, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walipomweka. Naye akisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, Mama, unalia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhania ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. Yesu akamwambia, Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Rabuni, yani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, napaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona Bwana, na ya kwamba amemwambia hayo. Neno la Bwana. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. 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 Basi wapendwa wanachuo, wazazi na ndugu wengine, nilipoambiwa leo jana nije nimwakilishe baba askofu mkuu hapa, nilikuwa najiuliza sasa leo nitaongea nini na wanafunzi wanaohitimu, kuongea na watu wasomi, watu wanaohitimu. Nadhani ni diploma ni walimu na eti nikasema kwamba nadhani sherehe yenu mmeifanyia sehemu nzuri, kwa sababu mnafanya sherehe wakati kanisa zima ulimwenguni linasherehekea ufufuko wa Bwana, kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nitaelezea kidogo application ya ufufuko wa Yesu katika maisha yetu, kwa sababu unaweza kuwa unasherehekea ufufuko lakini haujui maana ya ufufuko katika maisha ni kitu gani. Ufufuko wa Kristo una maana mbili. Ya kwanza, kuna misemo ya Kiswahili ambayo tunaifahamu. Wanasema mchumia juani analia wapi? Waingereza wanasema no pain no gain. Hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Bwana wetu Yesu Kristo, kitendo cha kuja kwake, kukubali kuishi kama sisi, kukubali kuteseka na kufa na kufufuka, alitengeneza foundation, alitengeneza msingi wa maisha ya wanadamu ya hapa duniani na mbinguni. Tuanze huo msingi kwa maisha ya hapa duniani. Principle ya maisha ya binadamu duniani inasema kwamba ili mtu aweze kufikia mafanikio, na mimi Bwana wetu Yesu Kristo namuona kama Bwana wa mafanikio. Kwangu ni mtu ambaye namtumia kama model katika maisha yangu. Maisha yoyote ili mtu aweze kufanikiwa,
ili aweze kufikia malengo yake, afikie kwenye peak ya success, lazima apitie process. Kuna mchakato mrefu wa kufikia mafanikio ambayo binadamu anayahitaji. Kuna njia mbalimbali. Kuna mafanikio ambayo mtu amejiwekea, labda amepanga kuwa mfanyabiashara mkubwa duniani, kwamba mimi nataka kuwa business tycoon, niwe mfanyabiashara mkubwa. Au nyie sasa hapa mliosoma mnamaliza, nataka kuwa msomi mkubwa, niweze kuisaidia jamii yangu. Au labda viongozi wa dini, nataka kuwa mtu mkubwa kwenye kanisa, niweze kuisaidia kanisa. Au wana michezo, nataka niwe mwana mchezo mkubwa sana katika michezo, labda niwe mwanamuziki maarufu, niwe mcheza mpira maarufu. Ili kufikia kiwango hicho cha ucheza mpira maarufu, msomi maarufu, kiongozi wa dini maarufu au mwanasiasa maarufu, kuna mchakato. Na hilo ndio tatizo ambalo limeingia kwenye jamii yetu. Mimi nadhani wazungu walielewa vizuri sana hili swala. Sisi kuna sehemu tunakosea. Ndio, kuna sehemu tunakosea. Nitawaeleza kwa nini tunakosea sehemu. Wote tuna malengo, wote tunataka tufikie malengo. Hata mimi na malengo yangu. Nataka nifikie malengo yangu, nimeshajiwekea. Na nyinyi hapa mnasoma, mna malengo yenu. Lakini malengo haya huwezi kuyafikia kwa kuota ndoto, lazima uingie kwenye mchakato. Waswahili wanasema mtakacha uvunguni sharti afanyeje? Ainame. Mafanikio Mwenyezi Mungu kayaweka chini ya uvungu. Mafanikio yoyote ya binadamu ameweka chini ya uvungu. Sasa ni jukumu lako wewe kuamua kwamba ninayafuataje hayo mafanikio. Lakini principle ya kuyafuata hayo mafanikio, lazima ukubali kuinama mgongo. Lazima ukubali kutaabika kidogo. Lazima ukubali kuchoka. Wakati wa Kwaresma tulikuwa tunasali njia ya msalaba, vituo 14 ambapo Bwana wetu Yesu Kristo amesafiri. Kituo cha kwanza anahukumiwa, kituo cha pili anapokea msalaba, na safari nzima ya ukombozi. Ndugu zangu vijana ambao mmekutanika hapa, vijana wenzangu, maisha ya binadamu yanahitaji mchakato, yanahitaji process. Mafanikio ni mchakato. Tuna tatizo kubwa sana kwa sasa hivi kwa vijana. Vijana wengi tunataka mafanikio, lakini hatutaki kuingizwa katika mchakato wa mafanikio. Wengi tunataka tufikie mafanikio mazuri, tuishi vizuri, tulale vizuri, tuwe na magari, tuwe na nyumba, lakini wengi hatukubali kupita katika mchakato huo ambao Bwana wetu Yesu Kristo kwa ufufuko wake amekuja kutufundisha. Yeye kabla ya kutukomboa sisi ameteseka. Kumbuki Petro alienda akamwambia Bwana, haiwezekani wewe ukateseka. Sisi tunategemea wewe kiongozi wa kisiasa mkubwa, mtu maarufu, afu natuambia unateseka. Haiwezekani ukateseka. Kristo akamwambia, wewe ni shetani, rudi nyuma yako. Petro, kitendo cha kutaka kumzuia Yesu asiteseke, alikuwa ameingiwa na shetani. Mawazo yake yalikuwa ya kishetani. Akaambiwa, shetani, rudi nyuma yangu, wazi ya Mungu na wazi ya kibinadamu. Na Petro hatua nyingine akafanya, akataka kumkata yule askari, akamkata yule askari sikio. Na watu wataalamu wanasema angekuwa Mkuria asingekata sikio. Unamkata mtu shingo na kata sikio na kata. Wanasema angekuwa Mkuria angekata shingoni. Yesu akalichukua ile sikio akamrudishia, akamwambia, rudisha upanga wako. Mimi sijaja kupiganiwa kwa mapanga na marungu. Mimi napiganiwa kwa kupiga magoti, kwa kusali, kutenda matendo mema na kuishi kiaminifu duniani. Kwa hiyo Yesu akaendelea na mchakato wake wa mateso. Wakati ukiwa mlimani, alienda kwenye kuteseka, akatoka jasho la damu. Kesho yake akachukuliwa, akateseka sana, akabebeshwa msalaba wa kilo zaidi ya 80. Akaubeba, anatembea karibia kilomita 10, anapigwa, anatoka damu. Baadaye akavalishwa taji la miiba, akaenda akapigiliwa misumari kwenye msalaba. Akaumia sana, akateseka sana, na damu yake ikamwagika nyingi sana. Lakini mwishoni alikata roho. Na alipokata roho, akaonekana kama ameshindwa. Baadaye akafufuka siku ya 3 akiwa mshindi.
Kwa hiyo ufufuko wa Yesu ni process iliyopitia katika mahangaiko makubwa sana, katika kuteseka na kuhangaika, ndio tunamsherehekea Kristo ufufuka. Hakuna ufufuko bila mateso ya Kristo. Hakuna ushindi wa msalaba bila kuteseka. Alisema punje agano inabaki ni punje isipokufa. Nadhani wengi wengine mlio kutoka vijijini mnafahamu, ukilima mahindi huwa wanabakiza, kuna yale mahindi mengine makubwa ya mbegu yananing'inizwa juu hivi kwenye nyumba zile za majani, hata kwenye jiko inakuwa inapata moshi pale. Wakati wa msimu wa kilimo, zile mbegu wanachukua yale mahindi, wanayapukuchua, wanayapanda. Lakini principle hii, mbegu hii yote lazima ipandwe chini ife. Haiwezekani ikachipua bila kukufa na kupandwa chini. Na ndio maisha yetu ya kibinadamu. Hauwezi ukazaa matunda bila kufa. Lazima upitie process ya kifo. Lazima upitie process ya maumivu ndio uweze kufikia mafanikio na kuzaa matunda. Sasa jamii yetu haitaki kupitia process hii. Watu wanataka wafikie hatua ya kuzaa matunda kabla hawajafikia process ya kufa, ya kuzikwa chini, ya kupoteza, ya kuangamia, ya kutoka jasho, ya kutoka damu. Na waliotupotosha ni watu watatu. Tuna tatizo kubwa sana. Kundi la kwanza ambalo limewapotosha watu wengi, hiyo target, ni viongozi wa dini. Tuna makanisa yamezaliwa kama uyoga. Siko hapa kuchallenge makanisa wala kuchallenge dini za watu wengine, lakini lazima tuwe makini. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi sikatai kwamba Mungu Roho Mtakatifu anaweza akatenda kazi kwa watu wengine na kila madhehebu akatenda kazi. Lakini tuna watu tumepata ambao wameingia, wanataka kutumia madhehebu ya dini kama shortcut na kupata utajiri kwa urahisi. Wametupotoshea watu sana, na watu wengi wamepotoka, vijana kwa wazee, wa kina mama na watu wengine, kuambia kwamba mafanikio ukimlilia Yesu tu, ukisali utapata majibu ya maisha yako. Sio kweli. That is not true. Kuna watu wanashinda kwenye makanisa, wanasali mchana kutwa, wanalia kwenye makanisa, wamesahau hata wajibu wao. Wanaambiwa Bwana Yesu atakupa pesa, Bwana Yesu ni ushindi na nini na mambo mengine yote. Ni kweli Yesu ni mshindi, lakini ushindi wake ameupata baada ya mateso, baada ya kufanya kazi, baada ya kuwajibika, baada ya kubeba msalaba, baada ya kutemewa mate, baada ya kutoka jasho la damu. No pain, no gain. Kwa hiyo kuna watu wamepotoshwa leo. Kuna vijana hata shuleni hapa, inawezekana wapo. Mimi wakati nasoma sekondari, kuna vijana kwa wanasema wameokoka, sio wanashinda kanisa pale la Assembly, wanaimba. Sasa nilikuwa nawaambia jamani, tusome. Wakati tunafanya mtihani wa form 6, hao vijana karibu wote walipata division 0. Walishinda kubalance. Mtakatifu Benedikto anasema ora et labora, sala na kazi. Sala bila kazi hazina maana yoyote, ni kupoteza muda. Tunasali lakini tunafanya kazi. You are a student. Huko hapo unasoma, wewe ni mwanafunzi. Responsibility yako ya kwanza ni kusoma, kuwatii walimu, kufuata schedule ya shule, kukamilisha homework unazopewa. Wakati huo unajazia na Mwenyezi Mungu. Mungu anawasaidia watu ambao wako responsible. Anawasaidia wale wanaofanya juhudi binafsi ili waweze kujikomboa na kusonga mbele. Mungu anajazia pale sisi tunapopungukiwa. Sio anaenda kujaza sehemu ambayo iko empty. Ni tatizo la kwanza hilo. Sio makanisa yote haya yanayeibuka haya. Sio yote ambayo yenye tatizo. Yapo ambao watu wamekuja wana malengo yao binafsi. They need to become rich. Na ni kweli wanakuwa matajiri sasa hivi wengi. Ukianzisha leo kanisa ukajiita jina kubwa nabii, ukajiita mtume, ukajiita prophet na nini, ukaweka na mabango makubwa, utapata watu. Lakini unachowafundisha ni kweli, ni message ya Kristo? Unawazamisha kweli kwenye msalaba? Unawazamisha kwamba maisha yao wanapaswa waanze, mfano mtu anataka kulima bustani, anataka kuvuna nyanya, anataka kuvuna mchicha, lazima kwanza apate sehemu yenye ardhi nzuri. Akitoka kwenye ardhi nzuri, aende pale akailime ile eneo, afyeke shamba, alime, amwage mbolea, atengeze kitalu, anachague mbegu bora.
Akishachagua mbegu bora, achukue zile mbegu pale azipande. Akizipanda haitoshi tu, inabidi aendelee kuzimwagilia na kuzifuatilia kila siku kuhakikisha zinasimama vizuri. Kuzimwagilia haitoshi, kumwagilizia lazima apulizie dawa kuua wadudu na watu wenye vitu vinginevyo. Baadaye mwishoni lazima sasa atapata matunda yaliyo bora. Sisi tunawadanganya watu, tunawaambia wewe bado utakufanikiwa, nenda tu kaweke nyanya zitaota, utavuna mwishoni nyanya nzuri. Ni kupotesha binadamu. Bwana wetu Yesu Kristo kwa ufufuko wake anatufundisha kwamba mafanikio yoyote ya binadamu yana mchakato. Lazima upitie sehemu ya kunyanyasika, utachubuliwa, utateseka, utakonda, utapigwa, utasingiziwa, utasulubiwa msalabani, lakini hatimaye utakufa na hatimaye utafufuka kama alivyofufuka Yesu. Hiyo ni hatua ya kwanza, upotoshaji wa kwanza. Kwa hiyo kama nyie vijana ndio makini sana leo, inawezekana hata wengine hapa mnapitoka hapa mtafungua makanisa. Baada ya ajira ya walimu kushindikana, unaweza ukatoka huko ukajiita nabii kutoka Butimba. Umeona ajira imeshindikana, ukaenda pale Igogo ukaanzisha kanisa lako, au ukaenda kule Mkuyuni ukaanzisha kanisa. Ni kweli utapata watu, kwa sababu dunia hii kuna watu wengi wana mahangaiko mengi, wanatafuta majibu mepesi katika maswali magumu. Swala la maisha sio majibu mepesi hivyo mnavyofikiria. Maisha yanahitaji ukakamavu, yanahitaji kupigana mpaka mwisho. Kwa hiyo lazima tuwe makini na makanisa na viongozi wa dini wanaokuja. Nimesema baadhi yao, sio wote. Tumsifu Yesu Kristo. Sio wote, lazima kuwa makini sana. Wanakuelekezaje katika kupambana na maisha? Vijana wengi wamepoteza target kwa sababu ya makanisa hayo. Anafika hapa chuoni baada ya concentrate na masomo, kuwaheshimu walimu, kufuatilia programu za shule na mambo mengineyo, anakalia kukaa, anasali mchana kutwa. Mtapata majibu. Mimi Mungu ndiye mfahamu, na ndiye Mungu ndiye msoma miaka yote seminari, ananifundisha kwamba lazima mimi nitoe mchango wangu na yeye atachangia pale ambapo mimi nimefanya. Lakini la pili wanaotupotosha, kundi la pili ni waganga wa kienyeji. Vijana wengi wamepotea sana. Vijana wengi sasa hivi, hakuna kijana anaweza kufanya biashara akapewa hata ualimu mkuu. Leo hata kwenye taasisi zetu, hata nyinyi mnaenda kufanya kazi huko, kijana baada ya kufanya kazi amepewa process zote za kuwa mwalimu. Mimi najua chuo chetu cha Butimba miaka mingi, kati ya vyuo bora Tanzania vinavyotoa walimu ambao ni product nzuri ni Butimba. Ukimchukua mwalimu wa Butimba na chuo kikuu hata cha Sauti, mwenye diploma wengi wanafanya vizuri kuliko hata wenye degree hata kwenye university of Dar es Salaam. Kwa sababu hapo mnajifunza methodology ya ualimu, na they train you to be a teacher. Namna ya kuvaa nini, mnachukua ratiba kama wanafunzi kama kawaida, kila kitu mnafundishwa kwa ndani masomo nini, kila kitu. Sasa chuo kikuu kule unakuta binti mwalimu, lakini sketi aliyoivaa pako unachanganyikiwa. Mwalimu anaenda kukesha kwenye disco usiku kucha. Mwalimu yuko huko na huko, lakini hapa nyie kama wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari, you follow the schedule. Huku na huku, roko, mchaka nini, usafi wa mazingira, vilinda. Ni hayo utakaenda kuyafanya. Nenda pale Sauti au nenda Dar es Salaam Mzumbe, kama wanafanya hata usafi wa mazingira. Nani anafanya? Nani anaingia kwenye ratiba anaimbiwa roko na kitu kingine? Hakuna. Sasa nataka kuambia tuna tatizo limeingia kubwa la pili. Watu hawaamini kwamba unaweza ukafanikiwa kwa juhudi zako na kumtegemea Mungu. Hawaamini kwamba ukiwa mwalimu mwadilifu, ukafundisha vipindi vyako, ukaingia darasani on time, ukiwa mwadilifu ukafundisha vizuri, ukafanya mambo yako vizuri, hawaamini kwamba unaweza ukafikia malengo. Wengi lazima aende kwa waganga kienyeji kwanza, atafute dawa ya kupendwa, atafute dawa ya kumfanya apate hela rahisi, apate mambo mengine. Yameumiza watu wengi na vijana. Vijana wengi sana watumia nguvu za giza kufanya biashara. Hawaamini kwamba kufanya biashara kunahitaji lugha nzuri, uaminifu, kutumia pesa zako vizuri, kauli njema, unadhifu, matumizi ya pesa mazuri. Haya yote yanakufanya ufanikiwe kwenye biashara. Vijana wengi hawaamini katika hilo. They don't believe on that. Anaamini kwamba mpaka niende kwa waganga wa kienyeji, hata mimi mwenyewe sio mwadilifu wa matumizi yangu ya pesa, kauli yangu mbovu, nafukuza wateja.
na mambo mengine yote haya, anaona acha nifanye. Waganga wa kienyeji, vijana wengi na sisi jamii kubwa ya Watanzania tunategemea nguvu za giza. Nguvu za giza ni shortcut. Hutaki kujibidisha katika akili, hutaki kupambana kama Kristo alivyopambana mpaka ufikie hatua ya mwisho, usurubike kweli kweli ili ufikie ufufuko. Wengi hatutaki, tunatafuta shortcut. Inawezekana hata wengine hapa ingekuwa uganga ndio kufaulu mitihani na kuwa kiongozi mzuri, waganga wote wa jaji wangekuwa ndio marais na mawaziri. Ingekuwa maombi ndio yanakufikisha kuwa prime minister, maombi ndio yanakufanya kuwa daktari bingwa, maombi ndio yanakufanya kuwa engineer, maombi ndio yanakufanya hivi. Basi watoto wa wachungaji wote wangekuwa mabingwa, madaktari bingwa duniani. Principle ya elimu haiendani hivyo. Principle ya elimu iko tofauti sana, na ndio maana kanisa Katoliki ndio msingi wa elimu duniani kote. Angalia historia ya elimu ya dunia hii imetokana na nani? Na kanisa Katoliki. Nenda katika philosophy, nenda kasome katika kipindi kile ambacho wanaita scholasticism. Kanisa Katoliki wa Benediktini hawa ndio walificha elimu baada ya mambo ya kuna watu walikuwa wanaitwa baada ya mapinduzi ya elimu. Kuna makabila fulani yalitoka Ujerumani wakaenda wakafukia kabisa vitabu, wakafucha vyote vitabu vya falsafa, vya biolojia, wakina Aristotle, wakina Plato, wakavifukia. Vitabu hivi vilifichwa kwenye monasteri za watawa wa Benediktini na wa Franciscani, na mamonasteri waliyaficha yale maelimu yakakaa huko. Wakati wa mapinduzi ya elimu wakaanza kutoa vile vitabu, na ndio maana vyuo vikuu vya kwanza ni vya kanisa Katoliki. Bologna, Paris University, Oxford University, zote ni za kanisa Katoliki. Hauwezi kulitenga kanisa Katoliki na elimu. Kuna baadhi ya watu walifikiri ukiliita neno seminari ndio watoto wanafaulu. Ndio maana hata madhehebu mengine wanaziita shule zao seminari. Seminari ni neno la Kikatoliki, lina msingi wake. Na ndio maana tunaandaa seminari, inatokana na neno semen, mbegu, kitalu cha kuandaa. Sio swala la kuita seminari, swala ni kuna misingi ya elimu katika kanisa. Na ndio maana kanisa Katoliki hawezi kulitenga na elimu. Hata wachungaji wake hawezi kuwatenga na elimu hata siku moja. Hawezi kaamka tu asubuhi kasema mimi ni mchungaji nimeangazwa na Mungu. Haiwezekani sisi. Lazima upitishwe kwenye tanuru la moto, uivishwe kabisa Kristo. La tatu, kosa la tatu ni wanasiasa.